Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema suluhisho la mzozo wa Gaza lipo karibu kufikiwa, huku akipongeza juhudi za Marekani. Amesema hayo wakati rais wa Marekani Donald Trump akitarajiwa kukutana hii leo mjini Washington na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kujadili pendekezo la mpango wa amani wa Gaza. Hayo yanajiri wakati wanajeshi wa Israel wakiendeleza mashambulizi dhidi ya Wapalestina. Amina Abubakar na taarifa kamili. Katika mkutano na mawaziri wenzake wa mambo ya nchi za nje wa Poland, Ufaransa na Ukraine, Wadephul ametoa wito kwa Israel na wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas wakubaliane na mpango wa amani wa Trump. Amesisitiza kwamba lazima vita vikomeshwe na mateka wanaoshikiliwa na Hamas warejeshwe nyumbani mara moja. Amesema hayo wakati tayari Rais Donald Trump akiwa amekwisha kutana na Benjamin Netanyahu, na muda wowote kutoka sasa watafanya mkutano wa pamoja na vyombo vya habari. Trump alitarajiwa kumshawishi Netanyahu kukubali mpango wake wa amani aliyoupendekeza baada ya miaka miwili ya vita katika ukanda wa Gaza. Trump amesema mpango huo unaojumuisha pia kuachiwa mateka na kuwapokonya Hamas silaha ni kama umeshapita baada ya mazungumzo yake wiki iliyopita na viongozi wa nchi za Kiarabu na Kiislamu. Katika mpango huo, Israel nayo pia itatakiwa kuachia maelfu ya wafungwa wa Kipalestina inaowashikilia, wakiwemo wale waliopewa vifungo vya muda mrefu. Hata hivyo, haijajulikana wazi iwapo Netanyahu ataukubali mpango huo kutokana na hotuba yake kali aliyoitoa katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wiki iliyopita, akiapa kumaliza kazi aliyoianza dhidi ya wanamgambo wa Hamas na vilevile kukataa katakata mpango wa kuitambua Palestina kama dola huru kama yalivyofanya mataifa kadhaa ya Magharibi ikiwemo Uingereza, Ufaransa na Kanada. Huku hayo yakiarifiwa, waziri wa fedha wa Israel Bezalel Smotrich amesema jeshi la nchi yake litaendelea na mapambano yake dhidi ya Hamas, na pia amesisitiza kwamba mamlaka katika ukingo wa Magharibi haipaswi kuwa na jukumu lolote kwa Gaza ya siku za usoni, ikiwa ni moja ya mambo yanayoleta mvutano katika mpango wa amani uliopendekezwa na Trump. Mamlaka ya Palestina ndiyo iliyosimamia Gaza hadi Hamas ilipochukua madaraka mwaka 2007. Kwingineko, Slovenia ambaye ni mwanachama wa Umoja wa Ulaya na mwanachama pia wa Jumuiya ya Kujihami NATO imempiga marufuku Netanyahu kuingia nchini mwake. Slovenia imesema hatua yake imetokana na Netanyahu kukabiliwa na makosa ya uhalifu wa kivita na uhalifu wa kibinadamu, na mahakama ya kimataifa ya haki pia imegundua kuwa sera nyingi za Israel na matendo yake zinakeuka sheria ya kimataifa na sheria ya haki za binadamu. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Slovenia amesema kwa kumpiga marufuku Netanyahu kuingia nchini humo kunatoa ujumbe wa wazi kwamba Slovenia inahitaji kuheshimiwa kwa mahakama ya kimataifa na sheria ya haki za binadamu. Mwezi Julai mwaka huu, Slovenia ilikuwa nchi ya kwanza ya Ulaya kuwatangaza mawaziri wawili wa Israel wanaotokea mrengo wa siasa kali za kulia, waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir na waziri wa fedha Bezalel Smotrich kutoingia nchini humo. Na tuangazie sasa mzozo kati ya Ukraine na Urusi. Ukraine imejitolea kuunda ngome ya pamoja ya ulinzi na washirika wake ili kujilinda na vitisho vya Urusi baada ya mfululizo wa droni za Urusi kukiuka na kuingia kwenye anga za baadhi ya nchi za Ulaya Mashariki ambao ni wanachama wa NATO. Wakati huo huo, viongozi wa Ulaya wanakutana Poland kwenye kikao cha usalama, wametoa wito wa kushirikiana pamoja kwa manufaa ya wote. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi. Kupitia kiunganishi cha video kwenye mkutano wa usalama wa Poland, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa pendekezo kwa Poland na washirika wa karibu wa usalama kuunda mfumo wa ulinzi madhubuti ili kuepuka vitisho vya Urusi. Rais Zelensky amebainisha kuwa nchi yake ina uwezo wa kupambana na droni na makombora ya Urusi ya aina yoyote, na endapo watakuwa na ushirikiano wa kikanda, basi silaha zitatosha kutimiza azma hiyo. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi wa Ujerumani aliyehudhuria kongamano hilo hilo, Boris Pistorius, ameelezea kuwa Urusi inawapa mtihani na majaribu kwa kuendelea na vitisho vyake. Pistorius amesema kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin anazichokoza nchi wanachama wa Jumuiya ya Kujihami ya NATO na kuupima uwezo wao wa kujilinda, lakini nchi hizo ziko imara. Kutokana na uchokozi wa Urusi dhidi ya nchi wanachama wa jumuiya za NATO, washirika wa eneo la Mashariki wameafikiana kuhusu haja ya kuunda mifumo ya ulinzi itakayotumia teknolojia ya kisasa kutambua, kufuatilia na kudengua droni zozote zile za uvamizi. Kauli hizo zinaungwa mkono na mwenzake wa masuala ya kigeni Johann Wadephul aliyesisitiza kuwa
hana tashwishi na mchango wa Marekani wa kuipa jumuiya ya kujihami ya NATO silaha za nyuklia, ila bara la Ulaya litalazimika kuwajibika kwenye jukwaa hilo. Vadeful anahudhuria mkutano huo wa Poland, na kwa mtazamo wake Urusi inawajaribu. Diese Aktionen sind kein Zufall, sondern Teil eines Musters. Vitendo hivyo sio sadfa, ila ni baadhi ya matukio yanayolenga anga yetu, miundombinu muhimu na mfumo mzima wa ulinzi. Urusi inataka kujaribu uwezo wetu. Urusi inataka kusababisha ghasia. Jibu letu liko pale pale na ni la wazi. NATO iko makini kila wakati, tayari kuchukua hatua inapohitajika, na inalinda kila sehemu ya eneo la jumuiya yetu. Kwa upande wake, Poland yenyewe inawarai washirika kudumisha umoja hata inapokabiliana na vitisho vya Urusi dhidi ya Ukraine, kwani vita hivyo vinawaathiri wote. Yote haya yakiendelea, Marekani inalitathmini ombi la Ukraine la kupata makombora ya masafa marefu kupitia mwamvuli wa jumuiya ya kujihami ya NATO. Asante sana Thelma Mwadzaya kwa ripoti hiyo. Na tukisonga mbele, mkataba wa biashara kati ya Marekani na mataifa ya Afrika AGOA unafikia mwisho wake hivi leo. Nafasi kadhaa za ajira zinahofiwa kupotea, ingawa bado kuna fursa kwa bara hilo kuimarisha ushirikiano mpya wa kibiashara. Ripoti hiyo waandishi wetu Martina Shvikoski na Bob Barry inasomwa studioni na Mohamed Halef. Baada ya wasiwasi wa muda mrefu juu ya endapo ungeendelezwa, mkataba huo uliodumu kwa miaka 25 ambao uliapa mataifa ya Afrika fursa ya kupeleka bidhaa zao kwenye soko la Marekani bila ushuru unafikia mwisho wake kesho, Septemba 30. Kwa mujibu wa mtafiti wa masuala ya mageuzi kwenye mifumo ya uchumi na kijamii katika taasisi ya maendeleo endelevu ya hapo Ujerumani, Eidos, Soriana Oleksiyuk, mkataba wa AGOA ulikuwa na manufaa kwa baadhi ya mataifa ya Afrika, hasa kwenye sekta ya nguo. Utafiti unaonyesha kwamba AGOA imekuwa na faida. Usafirishaji kuelekea Marekani umeongezeka, kwa mfano kwenye sekta ya nguo, lakini matokeo ni ya mchanganyiko. Kwa ujumla, athari yake barani Afrika ni ndogo na inatofautiana kutoka nchi hadi nchi na sekta hadi sekta. AGOA ilizinduliwa mnamo mwaka 2000 na rais wakati wa Marekani Bill Clinton. Hadi sasa mataifa 35 ya Afrika yanatajwa kuwafaidika wa moja kwa moja kulifikia soko la Marekani. Takribani bidhaa 7,000 zinaweza kupelekwa huko bila ushuru. Sekta za kilimo, nguo na viwanda vya usindikaji zimekuwa na maelfu ya ajira zimepatikana, hasa nchini Madagascar, Lesotho na Afrika ya Kusini. Lakini si kwamba ndani ya kipindi hiki Afrika ilisalia na mkataba huo peke yake wa kibiashara. La, ilisaka na kuendelea kuyatumia masoko mengine ulimwenguni, anasema tena mtafiti wa masuala ya mageuzi kwenye mfumo wa kiuchumi na kijamii katika taasisi ya maendeleo endelevu ya Ujerumani, Eidos, Soriana Oleksiyuk. Kuanzia mapema mwaka 2017 ni 8.5% ya bidhaa kutoka nchi za AGOA zilikwenda Marekani. Hiyo ni ya chini sana kuliko ile iliyokwenda Ulaya au China. Vilevile, wasafirishaji wachache wa Kiafrika ndio hasa waliofaidika na AGOA. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, kiwango kimeshuka kutoka 30% mwaka 2008 hadi 25% mwaka 2021. Mara nyingi manufaa sio makubwa ya kutosha. Kumalizika kwa mkataba wa AGOA kumesadifiana na kurejea Donald Trump kwenye ikulu ya White House mwaka huu wa 2025, ambako pia kumemaanisha msukumo mpya wa sera za kujilinda kibiashara chini ya kauli mbiu ya Amerika Kwanza, ambao anaishinikiza kuweka ushuru mkubwa wa bidhaa kwa mataifa mengine. Hilo hapana shaka linachochea kwenye kuuzika moja kwa moja mkataba wa AGOA.